nini? Kwa sababu kuna wakati miti huwa inapukutisha majani yake, na kuna wakati miti huwa inaotesha majani yake hata kama kuna jua kali. Hii miti huwa haiangalii ni wakati gani mvua imenyesha au haijanyesha. Ni mradi wakati umefika wa yenyewe kuchipua, huwa inachipua. Ni mradi imefika wakati wa yenyewe kuongezeka, huwa inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini hii wapendwa wengi hawajui wakati huu ni wakati wa kufanya nini mbele za Mungu. Na ndio maana mtu asipojua wakati aliopo au wakati anaoishi au wakati ambao ameufikia, unataka nini? Unataka nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakati uliopo unataka nini? Usipojua wakati uliopo unataka nini, unaweza ukajikuta kila siku unakuwa wa mwisho. Na unaweza ukajikuta kila wakati unakuwa hauna kile ambacho kipo kwenye huo wakati unaoishi. Na ndio maana nilikwambia kuna watu ambao wapo kwenye ndoa lakini bado wanaziishi nyakati za baba zao au za babu zao. Kwa nini? Kwa sababu hawajui wakati wao waliopo unataka nini. Na ndio maana wanaishi kwenye mfumo babu alisema, bibi alisema au mama alisema. Hawauchukui kama ushauri ili waufanyie maamuzi. Kile walichoshauriwa kimesimama kwao kama maamuzi. Na kwa kuwa kimesimama kwao kama maamuzi, na ndio maana hawaishi kwenye wakati wa kwao, wanaishi kwenye wakati uliopita. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na kuna watu wanaishi kabisa kwenye wakati uliopita. Na kwa kuwa wanaishi kwenye wakati uliopita, hawajui wakati huu wanatakiwa kuwa kina nani. Na usipokuwa makini kwenye hilo eneo, nguvu za Mungu huwezi kukutana nazo. Kwa nini? Kwa sababu hata Wayahudi walitaka Yesu aishi kipindi cha Musa cha sheria. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kile kipindi cha sheria ndio walichokimangania, wakasema huyu anaponyaje siku ya Sabato. Walitaka aishi ule wakati wa Musa, asiishi kwenye wakati wa kwake. Na ndio maana usipokuwa makini hauwezi kuishi kwenye wakati wa kwako. Na ndio maana unakuta wapendwa wengi unaishi kwenye mfumo wa maisha ule uliopita, sio huu walionao sasa. Na kwa kuwa wanaishi kule, hawapo huku waliko. Hata kama amejenga nyumba yake ya ghorofa, bado anajikuta analala kwenye nyumba ya marehemu babu yake kule kijiji. Amelala kule kijijini kwao. Yuko mjini lakini kalala kijijini kwao. Kwa nini? Kwa sababu kuna vitu alivyo navyo vya kijijini, hana vitu vya aliko. Kuna mawazo alionao ya kule, hana mawazo ya hapa. Haipo. Kwa sababu yale mawazo ni maisha, au mawazo ni tendo. Kabla lijawa tendo, huwa yanaanza mawazo. Na ndio maana mtu unakuta anakaa yupo huku lakini anaota anakutana na watu waliokufa. Kwa nini? Kwa sababu anaishi kwenye mfumo wa waliokufa, sio walio hai. Anaishi ndani ya tabia za waliokufa, sio walioko hai. Na ndio maana maisha yake mengi anakutana na watu waliokufa. Anakula na waliokufa, anazungumza na waliokufa. Usipokuwa makini, kuna baadhi ya vitu huwezi kukutana navyo kwenye wakati leo. Na ndio maana tunapozungumza kwa habari ya mwezi wa 11, nilikwambia ni mwezi ambao umebeba nguvu ya kujitegemea. Nguvu ya kujitegemea au ya kuwa na vya kwako.
Ila kama unataka kuwa mtumwa, somo hili halikuhusu, kwa sababu akili yako imebeba kukaa chini ya watu, kukaa chini ya watu. Ila wale wanaotaka kuishi maisha ya kifalme, ya kuwa juu ya watu wengine, itakuwa somo hili linakuhusu, itakuwa linakuhusu. Lakini watumwa, sizungumzi na watumwa, sizungumzi na watumwa, kwa sababu wengine ni watumwa, na ndio maana hawana maamuzi ya kujitegemea. Kila kitu mpaka umwambie fanye hiki, fanye hiki, fanye hiki. Hata kama anajua mpaka umwambie jamaa ongeza bidii, ongeza bidii. Hata kama anajua anatakiwa afanye kwa nguvu zote, lakini anataka aambiwe ongeza bidii, au anataka aambiwe upendo, omba. Ile ni hali ya kitumwa, kwa sababu mtumwa hafanyi mpaka amesikia kwa bosi wake, hata kama anajua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo mwezi wa 11 umebeba nguvu ya maamuzi, au nguvu ya kujitegemea, au nguvu ya kiutawala. Nguvu ya kiutawala. Nilikwambia mwezi wa 10 unatengeneza nafasi za kiutawala, unaidhinisha nafasi ya kiutawala. Lakini mwezi wa 11 ni mwezi wa maisha ya kiutawala, na ndio maana ugawanyiki kamili. Manake ni namba ya Mungu peke yake. Na ndio maana kwenye mwezi huu ukiishi, mjomba alisema, shangazi alisema, bibi alisema, baba alisema, huwezi kukaa kwenye nafasi ya Mungu. Utaanguka au utakufukia. Utakufukia. Usipokuwa na maamuzi kwenye hii miezi, utakufukia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Najaribu kubalansi wingu nielewe. Ili tuweze kwenda pamoja, kwa sababu naweza nikakuacha na kuna wengine watatoka hawajaelewa kabisa. Hapa ndani wengi wao wanatoka hawajaelewa, na ndio maana wao wanarudia kile kile, tabia ile ile. Hawachukui ile tabia iliyoko kwa sababu au kile walichokisikia akiwe maisha yao. Ndio maana wakati mwingine najaribu nikaya kwenye hali ya kibinadamu sana, ili nizungumze kwa kiwango ambacho utanielewa, kwa kiwango ambacho utanielewa. Lakini nje hapo unaweza usinielewe, na hata kama utanisikia unaweza usikiishi unachokisikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, nilizungumza kwenye kitabu kile cha Mwanzo. Wale waliokuwepo unaweza kufungua Biblia yako. Mbele yetu kuna semina. Mimi sijui kama unaiombea hiyo semina. Sijui kama unaiombea, lakini sijui kama umejiandaa kwa ajili ya semina. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu niulize kwanza. Ile 31, lakini nitakaa sana kwenye ile 32. Sura 32, 31 inasoma kidogo sana. Biblia inasema kwanza mstari wa kwanza, anasema basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua mali yote ya baba yetu
na kwa mali ya baba yetu amepata fahari hii yote. Yakobo akaona uso wa Labani ya kuwa haumtazami vema kama jana na juzi. Mstari wa 3 anasema, Bwana akamwambia Yakobo, urudi mpaka nchi ya baba zako na kwa jamaa zako, nami nitakuwa pamoja nawe. Yakobo akatuma watu akawaita Raheli na Lea waje nyikani kwenye wanyama wake. Akawaambia, naona uso wa baba yenu kwamba haunitazami vema kama jana na juzi, lakini Mungu wa baba yangu amekuwa pamoja nami. Nanyi mnajua ya kwamba kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu, na baba yenu amenidanganya akabadili mshahara wangu mara 10, lakini Mungu hakumwacha kunidhuru aliposema, walio na madoa watakuwa mshahara wako. Wanyama wote wakazaa madoa. Aliposema walio na milia watakuwa mshahara wako, ndipo wanyama wote wakazaa wenye milia. Hivi Mungu akamnyang'anya mali yake baba yenu na kunipa mimi. Ikawa wakati wale wanyama walipochukua mimba, naliinua macho yangu nikaona katika ndoto, na tazama, mabeberu waliowapanda hao wanyama walikuwa na milia na madoa na maraka. Na malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo. Nikasema, mimi hapa. Akasema, inua basi macho yako ukaone, mabeberu wote waliopanda wanyama wana milia na madoa na maraka. Maana nimeona yote aliyokutendea Labani. Mimi ni Mungu wa Betheli, huko ulikotia mafuta nguzo na kuniwekea nadhiri. Sasa ondoka, toka katika nchi hii, urudi nchi ile uliozaliwa. Raheli na Lea wakajibu wakamwambia, je, imetubakia sehemu ya urithi katika nyumba ya baba yetu? Hakutufanya kama wageni, maana ametuuza, naye amekula fedha zetu kabisa. Maana mali yote ambayo Mungu amemnyang'anya baba yetu, mali hiyo ndiyo yetu na ya wana wetu. Basi yoyote Mungu aliyokuambia uyafanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nilikwambia 11 ni mwanzo wa Mungu kuanza kusema na watu wake, kwa sababu usipokaa makini ndani ya 11 unaweza ukabaki kwenye mfumo ule wa zamani ambao hauwezi kukutoa kwenye shida ulizokuwa nazo jana, kwenye shida ulizokuwa nazo juzi. Hauwezi kukutoa kwenye matatizo uliyokuwa nayo jana au uliyokuwa nayo juzi. Au hauwezi kukutoa kwenye uchumi uliyokuwa nayo jana au uliyokuwa nayo juzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndiko nasema hapa, Yakobo alikuwa amekaa kwa Labani, alikuwa mtumwa. Ndio maana nikwambia 11 ni mwanzo wa kutoka, ni mwanzo wa kupata nafasi nyingine kabisa, ni mwanzo wa kuachana na nafasi ya kitumwa au ya kukaa chini ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Au ya kuendeshwa na watu kwa kiwango wanachotaka wao, sio kwa kiwango unachotaka, sio kwa kiwango unachopenda, lakini ni mwanzo wa kuendeshwa kwa namna ya kweli, sio ya hila. Labani alizungumza na Yakobo kwa namna ya hila. Mshahara wa mlipo alikuwa anatengeneza kwa namna ya hila. Wanyama waweka wa rangi moja, anamwambia walio na madoa watakuwa wako. Wataanzia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, wana rangi moja, nasema walio na milia watakuwa wako.
mama Mwafrika, baba Mwafrika, afu mnazaa mtoto mzungu. Sijui kama utakubali kuwa wa kwako. Au unazaa mtoto sio unasema Mburushi au Muhindi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui hata kama familia yako itakubali wakikwambia chanzo chenu cha babu yenu mlikuwaga wazungu. Kama zaliwa kazungu hapo ndani, sijui kama utakubali. Sijui kama utakubali. Sasa ndicho alichokitengeneza mzee Labani kwa ajili ya kumdhulumu Yakobo. Yalikuwa ni mazingira ya kumnyima mshahara. Yalikuwa ni mazingira ya kumfanya abaki kwenye shida. Ndio maana tunazungumza kwa habari ya 11. Ni mwanzo wa kuachana na mateso. Ni mwanzo wa kuachana na utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nisikilize. Hata wale viongozi uliowachagua mwezi huu wa 11 ukiwasogelea, hauamrishi tena kusema fanye hiki. Kama ulivyokuwa unakuja kuomba. Nifanyieni hiki. Wao ndio watapanga utaratibu, watakuamulia. Watakuamulia kwa nini? Wakati ule walikuwa wanatengeneza nafasi ya kiutawala. Wakati ule walikuwa wanatengeneza nafasi itakayowafanya wakae juu ya kichwa chako. Hili makusudi wa kuendeshe. Kwa sababu hakuna nafasi ya kiutawala inayotafutwa kwa ukali. Lazima itafutwe kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unyenyekevu na kawaida kumpandisha mtu juu. Unyenyekevu wa kubakizi chini. Unyenyekevu na kawaida kukutengenezea mamlaka. Unyenyekevu na kawaida kukutengenezea umiliki. Unyenyekevu na kawaida kukutengenezea mtu nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kanisa ukiona watu sio wanyenyekevu, unajua watu hawa watakuwa dhaifu siku zote. Ni kanisa la watu dhaifu. Ukiona watu wanajiinua kila wakati, mimi wamepandisha mabega, mimi, unajua huyu atakuwa dhaifu kila siku. Wala sikusumbue. Na ndio maana ukiwa rohoni, kuna tabia zingine unaziangalia unajua huyu tutakutana naye pale, achana naye. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalia anachokisema. Angalia anachokiishi. Kinamfanya akae pale juu. Kinamfanya awe kama anavyonena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Yakobo akamwangalia mzee Labani akaona mtazami kama jana na juzi. Kwa nini? Kwa sababu aliona hila yake haifanikiwi. Maandiko yanasema ndipo malaika akamtokea akamwambia, mimi ni Mungu wa Betheli. Pale uliponiwekea nadhiri, pale ulipotia mafuta, nimekuja. Sasa inapasa utoke. Bwana Yesu asifiwe. Lakini baada ya kubadili msala wake mara 10, hii ya 11 imekuja macho mabaya. Macho yale alikuwa anamwangalia anacheka. Kwa sababu hizi 10 alikuwa anaangalia kwa kucheka. Bwana mkomesha. Bwana Yesu asifiwe. Hizi 10 alikuwa anaangalia kwa kukomesha. Bwana mfanya kuwa kibaraka wangu. Kwa nini hataondoka akiwa hana mali? Atakuwa hana nauli. Ndio maana kuna mabosi wengine ukifanya kazi hakupi mshahara. Anakuambia nakupatia siku unayoondoka. Ukimwambia mwezi huu nataka kurudi kwetu, niende nikawasalimia wazazi, anakuambia sasa hizi utaenda mwezi ujao, kwa sababu anajua hajakupa fedha. Lengo lake kukufanya kuendelea kuwa mtumwa. Bwana Yesu asifiwe. Na adui anachokifanya ili uweze kuwa mtumwa wa dhambi, anakunyima mafanikio. Anakunyima baraka zako. Anafunga njia za mafanikio ili watu waendelee kuwa watumwa. Ndio maana nikwambia 11 ni mwisho wa utumwa. Na ndio maana tunaona hapa Yakobo anazungumza, anaambiwa mimi ni Mungu wa Betheli. Anaanza kusema naye. Kule Betheli alipolitia lile jiwe mafuta, alipogundua kwa Mungu yuko hapo, Mungu akusema naye. Lakini hapa anakuja kuanza kusema naye. Kwa nini? Ni muda wa kutengeneza kizazi cha kiutawala. Ni muda wa kutengeneza kizazi chenye amri. Ni muda wa yeye kusimama, sio kuendeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe kaangalia kuna watu wameokoka kwa kuwa wako chini ya watu, wakiambiwa leo hakuna kwenda ibadani haendi. Leo kutakuwa kuna wageni watakuwepo hapa, hakuna kwenda kanisani, yani kuandaa chakula wageni. Lazima ati. Kwa nini? Kwa sababu anamilikiwa. Hana amri. Kwa nini? Kwa sababu anatawaliwa. Hana amri. Yeye sio kiongozi. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Na kwa kuwa sio kiongozi, hakuna mtu mwingine utakayempangia afanyike fidia yako kwenye nafasi yako. Kwa sababu maandiko yanasema wasio haki watafanyika fidia ya wenye haki. Na ndio maana tunamwona Yakobo alikuwa kwa Labani, lakini alikuwa na vijakazi. Hakukaa kama mtumwa. Alikuwa anafanya biashara ya Labani ya kuchunga wanyama wake, lakini alikuwa na vijana wanaochunga wanyama wake na wapenda kutoka kwa wanyama wa Labani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unafanya kazi kwa mtu hata hujamweka hata muuza bibi hata mmoja. Ukamwambia Mungu, nimeanza ule mwanzo wa Israeli. Nimeanza ule mwanzo wa Yakobo kwa sababu kuna mtu wangu na mimi anauza karanga pale. Kuna mtu wangu pale anauza vitumbua. Kuna mtu wangu pale na mimi anauza cha kwangu kule kijijini, kuna mtu nimemwajiri. Sitaki napotoka hapa nitoke nikiwa peke yangu. Nataka nitoke nikiwa na watu. Nataka nitoke nikiwa na watu walio chini yangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Nataka akili zako ziweze kuwa na akili, kwa sababu huwezi kukaa kwa mtu milele. Huwezi kutumikia watu milele. Lazima uwe na cha kwako unachotengeneza misingi ya kwako. Siku unapokwambia Bwana kibarua kimeisha, unahamia kwenye kampuni ya kwako, unahamia kwenye kiwanda cha kwako, unaingia kwenye ofisi ya kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yakobo akatoka, anawaambia kawaida wake zake, asema naona uso wa baba yenu haunitazami kama jana na juzi. Angalia hawa alichokuwa akiangalia, aliona huyu jamaa ameshindikana, kwa sababu ni eneo la watu walioshindikana. Huwezi kuwashinda kwa mbinu zako, lazima uweze kutembea kwa namna wanayotaka wao. Na ndio maana 11 inatengeneza watu wasioshindwa, watu wenye nguvu, watu wanaolazimisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama umekosea, huwezi kuinamisha, utainama wewe. Hata kama umekosea, hauwezi kujificha, utajificha wewe. Hata kama umekosea, hauwezi kukimbia, utakimbia wewe. Inatuwapatia nafasi ile uweze na nguvu aliyokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anafikiri anataka kumtesa Yakobo asirudi kwao, aendelea kuwa mtumwa. Akasema nafikiri kwa namna hiyo Mungu aliangalia anachokitenda, Mungu aliangalia anachokifanya. Bwana akaangalia mateso yako. Bwana angalia mateso yako, aseme na wewe kwa jina Yakobo. Sio kama Mungu akuwa baba yake, sio kama Mungu akuwa upande wake. Alimwacha Labani abadili kwa kiwango anachotaka. Alimwacha Labani afanye kwa kiwango anachopenda, afanye kwa kiwango anachopenda, lakini Mungu alifanya kwa kiwango anachokijua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaweza ukapenda lakini usijue. Mungu alifanya kwa kiwango anachojua. Labani hakujua na kwa Mungu aliyenaye Yakobo anaweza kubadili chochote, anaweza kukifanya chochote kuwa kwa namna anayotaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Zaka kwenye neema yenye nguvu ya mwezi wa 11 inayotawala au inayokaa juu, unaweza kubadilisha popote, unaweza kutawala popote, unaweza kuwa na nguvu popote. Ndio maana kama alipobadilisha, Yakobo yuko porini, anatengeneza fimbo, anazichonga, anaweka kwenye birika. Zamani walikuwa wanasema birika, sisi huko Waswahili tunasema ziada zaidi. Wanaijua adui zako, una jambo la ziada zaidi ya bosi wako. Anachokijua bosi wako ni sehemu ndogo sana. Anachokijua aliyekuajiri ni sehemu ndogo sana. Anachokijua aliye pamoja na wewe ni sehemu ndogo sana. Kazi yako tembea na Mungu aliye hai. Wasiko anasema, malaika akamwambia inua macho yako utazame. Maana kuna wakati Yakobo aliinama. Bwana anasema inua macho yako. Sana unakoelekea. Sana zako zinakwenda kuchanuliwa. Sana unakoelekea. Sana yako anakwenda kuzaa. Shamba yako anakwenda kukupatia mazao. Biashara yako anakwenda kukupatia mazao. Elimu yako anakwenda kukupatia kazi. Inua macho yako kwa jina la Yesu. Inua macho yako kwa jina la Yesu.
Yakobo alichokuwa alimtegemea Mungu lakini aliinama. Ndio maana utakiwa kuinama. Inua kichwa chako kishujaa. Haijalishi mbele yako kuna mabaya, haijalishi mbele yako kuna maovu. Songa mbele. Ni saa yako ya kuinua. Ni saa yako ya kutawala. Ni saa yako ya kumiliki. Ni saa yako ya kuwa na amri katika jina la Yesu. Mara 11 ni mwezi wa amri. Sio kuomba. Ni amri. Unachokisema ni sheria kwa ajili ya uchumi wako, kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya watoto wako. Usitake kuendeshwa. Usitake kuendeshwa kwa sababu ni mwezi wa kimamlaka. Ni mwezi wa anabaki mmoja peke yake. Usiruhusu mwingine atawale mawazo yako. Usiruhusu mwingine atawale ufahamu wako. Usiruhusu mwingine atawale familia yako. Usiruhusu mwingine atawale akili za kwako. Wao zinatawaliwa na Mungu mmoja peke yake. Yeye peke yake ana mamlaka juu yako. Yeye peke yake ana maamuzi juu yako. Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ukicheza na huu mwezi, kama ni kijana umeolewa, unaweza ukakaa chini siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni binti umeolewa, unaweza ukakaa chini siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kijana umeoa, unaweza usikapa kama akili, unaweza ukakaa kwenye amri kama umeolewa siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu kuna vingine unaweza ukaamrisha, vingine sio upendo. Lazima uangalie vitu vinavyonyang'anya mamlaka na vitu ambavyo ni upendo. Unajua kutofautisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna vitu, kuna tabia zingine zinanyang'anya nafasi yako. Ndio maana Mungu akamwambia Yakobo utoke. Kwa nini? Kwa sababu ile nafasi aliyokuwepo Yakobo ilikuwa inanyang'anya nafasi ya Mungu. Yakobo alikuwa anaendeshwa na Labani, sio Mungu. Na ndio maana sheria aliyokuwa anatembea nayo ilikuwa ni ya Labani, sio ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilikwambia ukikana mpendo anayesema fulani alisema, fulani alisema, fulani alisema, fulani alisema, hiyo unao mtambo au box. Hiyo ni mtambo au box. Uko na mtu anayesema fulani alisema, fulani alisema, yeye hana anachosema. Maana yake ni mtu wa kuamua. Kwa hiyo wakati wote anaweza kukusaliti. Na wakati wote anaweza kukubali na akakukataa. Kwa nini? Atakuja atasema fulani aliniambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yakobo, maandiko anasema akasema Mungu akanyang'anya mali ya babaye na kunipatia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kilichomfanya anyang'anye ni kwa sababu Yakobo hakutumia uovu wa Labani kumwendesha. Sikiliza kwenye hili dada, kwa sababu kuna watu wao wanafanya maamuzi kutokana na tabia walizotendewa. Ukiona huko hivyo unakosha. Haujaokoka kabisa. Kwa nini? Kwa sababu tabia mbaya uliyotendea isikufanye ufanye maamuzi. Fanya maamuzi kutokana na tabia ulionayo ndani. Kutokana na kile ambacho Mungu amekwambia. Hicho ndio ukifanyia maamuzi. Lakini ukifanya maamuzi kwa sababu ya ulichokutana nacho, hautaweza kuvuka hila yao. Hautaweza kuvuka uovu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilikwambia tunamuona namna ambavyo Daniel alisimama kwenye nafasi yake. Hakuangalia mabaya wanayomtendea. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hakubadilisha njia yake. Kuna watu wanabadilisha njia zao au mtazamo wao au nafasi zao kwa sababu ya mabaya wanayokutana nayo. Ukishaona uko hivyo hujaokoka. Lazima nikueleze ukweli. Na hiki utakuta kwenye kitu cha enzi. Kama ni hivyo basi Yesu alivyogonga kwa mawe angesema baba nageuka staki. Acha njia yangu. Kwa sababu kuna watu wanafanya maamuzi kutokana na dhiki wanazokutana. Maana dhiki zinawafanya wafanye maamuzi. Huwezi kuwa na nguvu ya kiutawala.
hauwezi kuwa na nguvu ya milele. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya milele yenyewe haijalishi imekutana na mabaya, haijalishi imekutana na mazuri, yenyewe haibadiliki, iko pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ulivyomkuta jana ndio utakavyomkuta leo. Bwana Yesu asifiwe. Ukimkuta leo huwezi kusema ndio yule uliyemwambia jinga wewe. Anakufurahia kama vile jana kumwambia wewe ni jinga, wewe ni box. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haya ni maisha ya mtu aliyeokoka, aliyejitabiwa, amejitoa sadaka. Angalia anachokutana nacho kinamuumiza kwa kiwango gani. Angalia anachotakiwa kukifanya kizidishaje. Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Anasema Yakobo akaangalia akasema, mmejua kuwa nimemtumikia baba yenu kwa nguvu zangu zote. Hakuangalia hila aliyokuwa nayo Labani, hakuangalia tabia aliyokuwa nayo Labani ili abadilishe namna kuwatesa wanyama wake. Alichokifanya ni kwa nguvu zote. Ukimwangalia anaona kama hajamfanyia kitu, jamani nasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ni tabia ya kanisa. Huwezi ukamwita Mungu wa Israeli kama hauna tabia za Israeli. Aliyetendewa ubaya akawatendewa, aliyefanyiwa mabaya akawa kama hajafanyiwa. Akaangalia ule ubaya, aliangalia anakoenda. Akaangalia ule uovu, aliangalia anakoenda. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe utamchora kalesi wako kikatuni, uone kama atabadilisha njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama wewe angalia kilichotokea juzi, kama amebadilisha njia yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Angalia si kizuri au kibaya. Nguvu ya kiutawala huwa haibadilishi njia. Yenyewe inaangalia kutimiza inachotaka, kupata inachotaka. Bwana Yesu asifiwe. Kama wale kama angalia Yusufu hata kama anapelekwa gerezani, hakubadilisha msimamo wake. Hakubadilisha msimamo wake. Anapelekwa gerezani, haogopi kwenda gerezani. Kaangalia kina dada wanaangalia tanuru ya moto, haogopi kwenda kwenye moto. Bali wanaangalia kutimiza wanachotakiwa kutimiza. Hiyo ndio tabia ya kanisa la Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu aliye hai wao wanaangalia kutimiza malengo yao. Wanaangalia kutimiza kile ambacho Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukaangalia kanisa hili kwa sababu ni wachache, ukaanza kubadilisha mitazamo yako, umekwisha. Haujaokoka. 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 Na ndio maana hata mnaamua kuibua mradi wa milioni 200. Usiangalie watu. Wewe angalia milioni 200 ambayo Mungu ameandika kwenye kibao cha moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiangalie mwenye moyo una zero. Kuna wengine mioyo yao ina zero. Huwezi kukuta chochote. Yaani yeye ukimwambia anaanza kusaminisha watu. Pale kuna mtu anaweza kachanga fancy. Pale kuna mtu anaweza katoa laki. Anaanza kuangalia watu, angalia kwenye moyo wake anafanya nini. Nipimo kutathmini njia za watu wengine, lakini yeye hajitathmini yeye. Hizi ni tabia za mtu ambaye hajaokoka na hana moyo wa ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya kiutawala inaangalia kufanya unachotakiwa kufanya. Na ndio maana Yakobo hakukatishwa tamaa na tabia anazokutana nazo na Labani. Siku moja nikamwona mtu mmoja anasema watu wenyewe kwenye ibada kwenye hawafiki. Nikaangalia, nikajumulisha, nikagawanya. Nasema huyo kashapotea. Kashapotea. Yaani kwa sababu wengine hawafiki na yeye anakata tamaa. Anaendeshwa na watu. Haendeshwi na Mungu. Anaendeshwa na Mungu hata kama yuko peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yakobo alikuwa porini peke yake.
akasema Mungu yuko hapa. Akalitiwa jiwe, mshirika wake akawa jiwe, shahidi mwezi. Kumbuka Yesu ni jiwe kuu. Akalichukua jiwe akalitia mafuta, ndio alikuwa mshirika wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Umefika kanisani hakuna mtu unayemwona, shika kiti. Mshirika wako ondoka nacho. Mwambie Mungu nakushukuru kwa maana huyu ndio mshirika wangu atakayehubiri siku hii ya leo. Yako nilikuwepo mbele zako. Japo tulipaswa kuwepo wengi, lakini Mungu umeona ni vema nikawa na mshirika kama huyu asiye na unafiki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hiki unafiki ukikiacha hapo leo, kesho kitakuwepo. Kitakuwepo. Hiki chenye kisemi amina kimenyamaza tu, lakini kinatii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuondoka kwake hapo labda wao waamue kukihamisha, lakini chenye kitake kuhama, ili mradi kiliambiwa utakaa hapa kinakaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nguvu ya utawala, ya kiutawala, ni lazima ujue kusimamia mawazo yako. Lazima ujue kusimamia mawazo yako. Hauwezi kusimamia mawazo yako, hauwezi kuwa na nguvu ya kiutawala ndani. Lazima ujue kusimamia mawazo yako mpaka uhakikishe yametokea, mpaka uhakikishe limetimia unalolitaka. Kama lijatimia, pambana mpaka limetimia. Na ndio maana Yusufu akasema, nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu wangu? Hakubadilisha njia hata kama naona mbele yake kuna mabaya. Lakini Danieli akawa kile Shadraka, hawakubadilisha njia hata kama mbele yao kuna ubaya. Bwana Yesu asifiwe. Ukishasema mimi ni mali ya Mungu, lazima ubaki kwa mali ya Mungu. Haijalishi kuna shida unakutana nazo. Sina wapendwa wamezoea kujitangazia matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Unajitangazia matatizo ikusaidie nini? Wewe umezaliwa kama mfalme, hakuna mfalme maskini. Angalia jirani yako. Mwambie usijitazame kimaskini, wewe sio maskini. Wewe ni mfalme. Mwambie wewe ni mfalme. Hakuna mfalme maskini. Kwa sababu unaweza, kuna wengine anajitazama anajiona hawezi. Kila siku anajiona yeye kiroboto. Hiyo sio tabia ya wana wa Mungu. Wamepewa kutawala vyote. Na ndio watu tunapozungumza mwezi wa 11 ni mwezi wa maamuzi, ambao aliyekumiliki hata kumiliki tena, aliyekutawala hata kutawala tena, kazi yako hata kazi yako tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Yakobo amekaa anasema, naona uso wa baba yenu haunitazami kama jana na juzi. Mungu anampokea, anamwambia toka, rudi kwenye nchi ya baba yako. Hausubiri ruhusa ya aliyekutawala jana, hausubiri ruhusa aliyekutawala juzi. Ndio maana nguvu ya mwezi wa 11 yenyewe haiangalia aliyekuajiri anafikiri nini, aliyekuweka kwenye ile nafasi anawaza nini. Inaangalia namna atakavyotimia mapenzi ya Baba. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Haleluya. Tuangalie namna mapenzi ya Mungu atakavyotimia. Haijalishi aliyekuweka hapo anakuhitaji kwa kiwango gani. Umeshawahi kujiuliza kwa nini Mungu hainui vijana kanisani kwa ajili ya kazi yake? Na unakuta baadaye wameanza ombea, mchungaji amenishikilia, anataka mimi niendelee kuwa mshirika. Wewe boxing. Kana Mungu aseme na wewe. Na ndio maana akina Petro alipokaa na Paulo na Barnaba, Mungu akatokea akasema, nitengeeni Barnaba na Paulo kwa kazi niliyowaitia. Hapa anatokea Mungu anamwambia autoke. Hamwambia Labani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo Mungu atasema na wewe hata mchungaji wako hajui. Hajui. Unaposimama kwenye nafasi ya kiutawala, kuna vitu ambavyo Mungu atasema na wewe hata mchungaji wako hajui. Kwa hiyo utaanza kwenda, hautakuwa mnafiki, hautakuwa mbea kuanza kusema vibaya kwa watu. Kwani kwa sababu unamsikia Mungu wako, kwa sababu umetega sikio kwa Bwana wako, kwa sababu unamwishi Mungu wako aliye hai. Bwana
Yesu asifiwe. Maamuzi yako hayatatoka kwa watu. Hiyo kwanza fulani alisema ni akili za kilokole. Usisubiri kuambiwa na watu. Acha Mungu aseme na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kusikia kwa watu hiyo ni nguvu ya kitumwa. Ishara ya utumwa. Siku moja kuna mtu mmoja alisema ni mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Alisema ni mtumishi. Akaja kwangu akasema vitu fulani vinavyofanana na ukweli. Tulikuwa tumekaa pale. Vinavyofanana na ukweli. Kwa alifika, kageuza macho hivi. Kasema leo kumekucha. Akasema namuona mtu yuko hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kasema aliyoyasema. Kamaliza. Alipomaliza nikauliza, kwa hiyo nifanye nini? Akasema tena ndakwambia. Kumbe amechukua stori za kwa watu. Akaja kunitabiria. Akajifanya anatabiri Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku hiyo tulipoachana na yeye anatoka. Na mimi nilifungua mlango wangu nikapandisha mlima. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Nikaanza kumuuliza Mungu, niambie hukumu wa kilichokufanya usiseme na mimi. Akasema na yule mtu. Akaniambia kwa namna ile aliyoniambia. Wewe Mungu, mbona vingine wewe unasema na mimi? Leo imekuaje mambo ya mimi na wewe ukayapeleka kwa mtu mwingine? Na kuja kuona Mungu ananionyesha wamekaa na watu wanapiga stori za. Na ndio maana kuna baadhi ya vitu vingine usije ukajibu mapema. Mtu anakutabiria unasema prophesy. Prophesy, man of God. Sasa ngine man of Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sema baba. Sasa ngine wakati mwingine anazungumza Shetani, maana kama mkubali Shetani kuwa baba yako. Na mkubali Shetani kuwa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Aliposema Mungu akaanza kunionyesha kimoja baada ya kingine. Nikagundua huyu tapeli. Hakumaliza kuishia hapo. Kamdanganya mwanangu mmoja, kampiga hizo. Kamtabiria alivyomtabiria. Akakubali. Alipokubali akapotea naye. Alipopotea naye akaenda kamtelekeza huko. Sitaki nimseme kwa sababu bado anaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Akaenda kamtelekeza. Kwa nini nazungumza hayo? Ukishakuwa hauna vitu vya kwako ambavyo Mungu amekupatia unavyovijua vya kuvisimamia, vya kuviishi, utaenda kama mtumwa. Kwa sababu mtumwa hana cha kwake. Mtumwa kila anachogusa ni cha bosi wake. Mtumwa hana fikra za kwake, anatumia fikra za bosi wake. Kama wewe. Yesu alibadilisha kauli, alitengua kauli akasema siwaiti tena watumwa, ninyi ni rafiki zangu.
Mara kwanza waliishi kama watumwa wasiojua bosi wao anataka nini, mpaka aseme Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtumwa hapewi, mtumwa anatumikishwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa kanisa lazima uwe makini, wewe ni mfalme. Lazima tuwe tuna kanisa la watu ambao wanaishi kwenye neema ya kifalme, wanaishi kwenye neema ya kikuhani. Wakitaka watapata, wasipotaka watapata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Adui zako wametaka, hawajataka. Suluhisho la maisha yao na wewe, na jibu yao na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wamekukataa, wamekukataa. Lazima ujue unayo majibu ya kwao ya wanachokitaka. Ndio maana ukishakuwa kwenye neema ya kifalme, una vitu wanavyovitaka walioko nje. Hivyo wanakupaka, wanakukubali. Lakini jua una majibu yao, jua una baraka zao, jua una uzima wao, jua una mema yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana tajiri hata akifanya vibaya kuna watu wanajibembeleza. Kwani kwa sababu na mishahara yao. Hata akifanya vibaya unakuta bado kuna watu wanajikomba. Kwani kwa sababu na majibu yao. Ana mishahara au ana ada za watoto wao, ana ada za watu wake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anatembea na nyumba zao. Kuna wengine anatembea na magari yao, kuna wengine anatembea na magorofa yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishatembea kwenye neema ya kifalme, kuna watu hata kama wakupendi watakuja kwako, hata kama wakupendi. Kama uelewi, kama ulize Yusuf. Na kama uelewi, kama ulize akina Shadraka, Meshaki na Abednego. Mfalme hata kama alipandisha hasira akasema ni Mungu yupi atawaokoa na mikono yangu, ilifika wakati akasema Mungu wa Shadraka, Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye hai. Mara ya kwanza alisema ni Mungu yupi, lakini anakuja kusema watumishi wa Mungu aliye hai. Alibadilisha hata kama alikuwa mpendi Mungu wao. Alibadilisha kauli. Unataka dunia ibadilishe kauli ya kukuita mlokole. Anasemaga ameokoka. Unajua neno anasemaga ameokoka, hawajatambua kama umeokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu lazima watambue kuwa umeokoka na unaye Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Wakitaka kuharibu maisha yao wanapishana na wewe. Wakitaka kuharibu nafasi zao wakukatae wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu lazima utembee na maneno na uchumi wao. Kuna watu lazima utembee na baraka yao. Kuna watu lazima utembee na amani yao. Ile wanakupenda hawakupendi, lakini lazima unayo majibu ya kwao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanaweza wakawa wanatamani kukuua, ila wanajua wakikuua wataishije. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanatamani ufe hata kesho, lakini ukifa wewe wataishije? Kwa sababu njia yako ndio inawafanya wao waendelee kufurahia maisha. Njia yao ndio wao inawafanya waendelee kumfurahia Mungu. Kama njia yako ndio inayowabeba, hata kama wanatamani kukua hawezi kukua. Watakaa na wewe kwa sababu kuna kitu cha kwao, kuna furaha ya kwao. Wakitafuta majuto wakuue, wakitafuta majuto wakuondoe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hata tokea mwingine mwenye majibu ya kwao kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Basi usipotembea kwenye neema ya kifalme unakosa ulinzi. Kuna watu hawatakukataa kwa sababu unayo majibu yao. Watakukubali kwa sababu unayo uzima wao. Watakukubali kwa sababu unayo amani yao. Watakukubali kwa sababu unayo nguvu yao. Wanakuinua katika jina la Yesu. Wanakuinua katika jina la Yesu. Kabisa ukikaa katika hali ya udhaifu, unaweza usiishi, usiyafurahie haya maisha. Unaweza usiyafurahie haya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri wanaotamani kufa si kwa sababu wanakula vibaya? Bwana Yesu asifiwe. Unalala pabaya, pana kunguni zinang'ata.
Unaona kama duniani ni mateso tu. Kuna watu hawatamani kufa. Akigeuka huko kuna chips kuku. Akigeuka huko anasema kuna supu ya mbuzi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akigeuka huko anasema jioni mimi nataka kula tu chapati na supu ya samaki. Sasa wewe hujawahi kula supu ya samaki, unaanza kuwaza hivi samaki wanakunywa supu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Sasa kwa sababu hizo vitu hazipo kwa uishi maisha ya kifalme, unaona afadhali kufa. Akifa mtu anasema amejikomboa. Unajua anakwenda. Unajua anakwenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Shida huyo mtu aliishi katika maisha ya utumwa. Ndio maana wana wa Israeli walipozoea maisha ya utumwa, walipoona Wamisri wakasema, Musa umetuleta huku ili tufe. Angalia kule Misri kulikuwa sisi kuna matangawizi, sisi kulikuwa kuna bagia. Walizoea maisha ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Waliona kifo hakuona neema anayoiona Musa. Waliona kuharibikiwa hakuona neema. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Wanakupatia kuiona kesho yako njema. Wanakupatia neema ya kuiona kesho yako njema. Katika jina la Yesu Nazareti. Katikati ya mauti ukaone uzima. Katikati ya umasikini ukaone utajiri. Katikati ya udhaifu ukaone nguvu. Katikati ya udhaifu ukaone nguvu katika jina la Yesu. Katikati ya utasa ukaone watoto. Katikati ya utasa ukaone watoto. Katikati ya utasa ukaone watoto. Katikati ya ujane ukaione ndoa. Katikati ya ujane ukaone ndoa. Ayo chini yako. Ayo chini yako. Ayo chini yako kwa jina la Yesu. Amen. Mfalme anaiona kesho yake njema katikati ya mabaya. Mfalme anaona kiti chake katikati ya uovu. Ndio maana Yakobo aliona katikati ya hila, aliona wanyama wanaongezeka. Katikati ya hila aliona wanyama wanaongezeka. Katikati ya hila unafanyiwa kazini kwako. Ukaone ukatili. Katikati ya dharau ukaone heshima yako. Katikati ya aibu ukaone utukufu. Ukaone ushindi wako. Ukaone ushindi wako. Ukaone ushindi wako. Ukaone ushindi wako. Nguvu ya Mkristo ni kuyaona mazuri katikati ya mabaya. Nisikilize kwa makini. Neema ya Mungu hayapatikani kwenye neema. Neema ya Mungu yanapatikana kwenye mabaya. Nguvu yako ya kiutawala haipo kwa watu wema, ipo kwa watu waliokuchukia. Katikati ya hiyo chuki unaiona leo, kuna utukufu wako, kuna heshima yako, kuna ushindi wako. Katikati ya aibu unaiona leo, akipita mtu anasema kabisa kenyeka na watu wachache, ikiwa kuna wengi. Usiangalia maneno yao, usiangalia maneno yao, usiangalia maneno yao. Wanakupaswa kuona, wanakupatia macho ya kuona, wanakupatia macho ya kuona, wanakupatia macho ya kuona. Jina la katikati ya dharau, hakikisha unaona heshima. Hakikisha unaona utukufu. Nisikilize, Yakobo aliona wanyama wanaozaliwa wa kwake. Mungu alimpatia kuona wanyama waliopanda, mabeberu wenye milia katikati ya wenye rangi moja. Mahali ambapo hapana mabeberu wenye baraka, aliona mabeberu wenye mabaraka. Mahali ambapo hapana mabeberu wenye milia, aliona mabeberu wenye milia. Nakupatia kuona, nakupatia kuona,